Napenda kutaarifu jamii ambao wameshazoea kwamba Tanzania tunayo makabila 120 au pungufu ya 120. Lakini kuna utafiti ambao umefanyika na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka 2013. Walianza kabla hata ya hapo kidogo, lakini walibaini kuwapo kwa makabila zaidi ya 150 na wazungumzaji wake pia yapo makabila zaidi ya 150. Lakini pia yapo makabila ambayo yana wazungumzaji wengi na yapo makabila ambayo yana wazungumzaji wachache, kwa maana ya kwamba hayo makabila yako hatarini kupotea. Na sababu mojawapo ambayo inasababisha kuwapo kwa makabila ambayo yako hatarini kupotea ni wazungumzaji, kuwa na wazungumzaji wachache. Tunaona kwamba vijana wengi wanaenda mjini, wanaacha kuzungumza lugha zao za asili, kwa hiyo yanapoteza. Kwa hiyo makabila yanapozidi kupotea, lugha yetu ya Kiswahili inakosa misamiati, na ikikosa misamiati tunaanza kutumia misamiati ya lugha ya Kiingereza au lugha nyingine mbalimbali. Kwa hiyo tunakosa ule uhalisia wetu wa lugha yetu ya Kiswahili kuwa imara kwa sababu upungufu wa misamiati. Lakini bado kama serikali tunahakikisha kwamba tunalinda utamaduni wetu, tunalinda lugha zetu ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na lugha nzuri ya Kiswahili. Na kwanza jambo kubwa yapo mawili. La kwanza ni ukarimu. Ukarimu huwezi ukaukuta sehemu za wenzetu kule, yani ni adimu sana. Sisi ni wapole na ni wakarimu. Kwa hiyo Watanzania wafahamu hivyo ambao hawajawahi kutoka nje. Na wengi wanatusema kwa namna hiyo. Lakini jambo kubwa jingine ni utani. Utani ni kitu cha kipekee sana. Yaani hii ni lulu ya Tanzania. Ukuta sisi Wasukuma na Wachaga tunataniana, na Wakuria tunataniana. Yaani kabila kwa kabila wanakuwa na watani wao. Na utani unajenga, utani unaleta umoja, utani unakosoa, utani unaimarisha, utani unaendeleza, yani utani na maendeleo, utani na teknolojia. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo tumelibakiza sisi wa Tanzania peke yetu. Kwa hiyo ukitumia utani tu unaweza ukafikisha ujumbe kwa jamii yoyote ile. Hata sasa hivi watu wanataniana tu, lakini hawafahamu asili yake nini. Ukienda kwa wenzetu ukilisema hilo jambo ni hatari kabisa, wanaweza wakakufunga wakakufanya jambo lolote. Kwa hiyo ni kitu cha pekee ambao sisi tumebaki nacho. Lakini sio kwamba ina faida tu, ina hasara yake pia. Watu ukienda kule misibani ukamtania mtu ameshakumbwa na jambo fulani, unaweza ukashangaa mtu anabadilika. Lakini haya mabadiliko yanakuwepo kwa sababu vijana na jamii yetu kwa kiasi kikubwa hawajajua umuhimu wa utani ni upi. Lakini tukiutambua umuhimu wa utani, tunaweza kuutumia kwa njia nzuri zaidi.